Nimezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Ndio somo letu tunamalizia muda huu. Nimezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Nikusikia unasema jambo hilo. Nimezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Nikusikia kwa sauti. Nimezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Nikusikia kwa sauti. Nimezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Nimezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Born to show forth his greater glory. Born to show forth his greater glory. Born to show forth his greater glory. Nimezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Hebu mwambie jirani yako. Kisha nitamwambia wewe, mwambie jirani, umezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Mwambie tena jirani, umezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Kitabu cha Isaya, tunaanza hapo Isaya 43:21. Isaya 43:21. Isaya 43:21 anasemaje? Kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 21. Isaya 43:21 anasemaje? Tufike pale. Nimezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Moja kitu ambacho nimegundua, yote yule ambaye yuko duniani huwa anazaliwa kwa sababu. Sawa? Hata wewe pia ulizaliwa kwa sababu. Moja sababu ya Mungu kukuleta duniani, amekuleta kwa ajili ya utukufu nini? Mkubwa. Tamani leo tujifunze, huu utukufu mkubwa ni jambo gani ambalo Mungu anasema hapa? Nimezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Mungu ametuleta duniani ili tulete aina fulani ya matokeo. Hebu niangalie kwanza. Unajua dunia nzima uko peke yako. Hebu ngoja niangalie wewe jirani. Unajua dunia nzima uko peke yako wewe. Niambie uko dunia nzima uko peke yako. Kwa hiyo aliyezaliwa duniani ni wewe peke yako. Kitabu cha Yohana 16:21 Biblia inasema kwamba ingawa mama anakuwa na huzuni, anakuwa pale anapoenda kuzaa, lakini Biblia inasema kwamba huwa anakuwa na furaha anapozaliwa mtu ulimwenguni. Yohana 16:21. Kwa hiyo wewe ni mtu ulimwenguni. Dunia nzima hakuna kama wewe. Na baadhi ya mambo ukielewa, hauwezi ukachukulia poa maisha yako. Ni kweli labda umezaliwa kwenye hori ya ng'ombe kama Bwana Yesu, lakini alipojijua kwamba yeye ni mtu ulimwenguni, yeye ni mwokozi wa ulimwengu. Sasa cha ajabu kabisa ni kwamba wale mamanisho wanasema hivi, tumekuja tuje kumuona mfalme wa Israeli. Yaani yupo kwenye hori ya ng'ombe na ni mtoto mdogo, lakini wanakuja mamajusi wanasema kwamba tumekuja tumuone mfalme. Kwa hiyo ulipozaliwa sio shida, ulipotokea sio shida, ila ukijitambua wewe ni nani, ukijua umebeba kitu gani, hicho ndio kitu cha msingi na cha muhimu sana. Ulipozaliwa sio shida, ukijua ni kwa nini ulizaliwa, hicho ndio kitu cha msingi kabisa. Ulipozaliwa sio shida. Lakini umezaliwa kijijini kwenu ambapo hata kitu jina lake, watu wamezaliwa vijiji ambavyo hata jina kijiji alichozaliwa, nasema hicho kijiji kipo dunia hii, kipo dunia hii ndio. Hata shule ya msingi ambayo alisoma hata haifanani kabisa. Lakini leo hii ni mtu ambaye Mungu amempeleka mahali fulani. Sasa wale watu waligundua kwamba wamezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa, ingawa leo zao hazionyeshi utukufu nini mkubwa. Na mimi natamani siku ya leo mtu mmoja mahali hapa ugundue kabisa kwamba Mungu amekuleta kwa ajili ya utukufu mkubwa kwa jina la Yesu. Sasa hivi Mungu amekuleta duniani kwa ajili ya utukufu mkubwa. Isaya 43:21 naomba tusome kwa sababu anasemaje? Kuna wengine hapo bado hawajasoma. Hebu tufike pale Isaya sura ile ya 43 mstari wa 21. Isaya 43 mstari wa 21. Anasemaje? Soma kwa sauti 1, 2, 3 anasemaje? Hapo anasema watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa. Kwa kuna watu ambao Mungu amejiumbia mwenyewe,
Hawa watu ni kwa ajili ya kuzitangaza sifa za nani? Za Mungu. Hapo anaposema sifa za Mungu, maana yake ni utukufu wa Mungu. Watu wale niliojiumbia nafsi yangu, hapa ni Mungu anaongea kwamba kuna baadhi ya watu dunia hii amejiumbia kwa ajili ya kutangaza utukufu wake. Unanielewa vizuri? Kuna baadhi ya watu ambao Mungu amejiumbia kwa ajili ya kutangaza nini? Utukufu wake. Hawa watu ni kina nani? Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Tuone hawa watu ambao Mungu amejiumbia, Mungu amejifanyia mwenyewe ili autangaze utukufu wake. Petro wa kwanza 2:9. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 na mstari wa 9. Waraka wa Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Hebu tuone hawa watu wanasemaje hapo? Bali ninyi ni mzao mteule. Sijasikia. Hapa alikuwa anaongea na watu wengi. Hapa anasema hivi, bali moja mbili tatu, tunasema sauti, bali ninyi ni mzao mteule. Kuhani wa taifa, ndio watu wa miliki ya Mungu, pate kutangaza fadhili zake yeye aliyewaita muingie kwenye nuru yake ajabu. Kwa hiyo asema hivi, hawa watu ni taifa takatifu, sawa? Hawa watu ni miliki ya Mungu. Hapo nishasema kwamba wapate kuzitangaza nini? Fadhili zake yeye aliyewaita watoke wapi? Gizani, waingie katika nuru yake ya nini? Ya ajabu. Kwani ujui kwamba kama uliokoka ulikuwa gizani? Kitabu cha Wakolosai 1:13 asema hivi kwamba naye alituokoa katika nguvu za nini? Za giza. Cha ajabu zaidi, si tu kwamba ulikuwa gizani, lakini wewe pia ulikuwa giza. Unasikia vizuri? Si tu kwamba kabla hujaokoka ulikuwa gizani, ila pia wewe mwenyewe ulikuwa nini? Giza. Waefeso sura ya 2 mstari, Waefeso sura ya 5 mstari wa 8. Hebu tuende pale. Waefeso 5:8 anasemaje? Kabla hujaokoka si tu kwamba ulikuwa gizani, ila ulikuwa giza. Waefeso 5:8. Waefeso sura ya 5 mstari ule wa 8 anasemaje? Mtu anasemaje? Kwa maana zamani mlikuwa gizani tu. Anasemaje hapo? Mlikuwa si tu kwamba tulikuwa gizani, lakini tulikuwa nini? Giza. Ndio maana ulipookoka ulifanyika kuwa nuru ya ulimwengu. Kwa sababu gani? Mara ya kwanza ulikuwa ni giza. Mathayo 5:13-15 asema hivi, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Maana yake kwamba mara ya kwanza ulikuwa gizani, lakini pia ulikuwa giza. Ulipompokea Yesu akakuhamisha kutoka gizani, akakuhamisha kutoka kwenye nguvu za giza, akakufanya kuwa nuru ya ulimwengu, akakufanya kuwa mtu ambaye yupo nini? Kwenye nuru yake. Sawa? Lakini kwa nini alikuhamisha kutoka gizani uingie nuruni? Ni kwa sababu upate kuzitangaza sifa zake, upate kutangaza utukufu wake. Ndio maana umezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Kwa sababu gani? Naposema kuzaliwa, sio kuzaliwa katika mwili tu, lakini maanisha kwamba ni kuzaliwa mara ya pili. Unapookoka unazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo neno nimezaliwa maana yake kwamba ni mtu ambaye amezaliwa mara ya pili. Kama upo mtu mahali hapa ambaye bado hajazaliwa mara ya pili, haya mambo sio yako kabisa. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Nimezaliwa maana yake kwamba mtu aliyeokoka amezaliwa kwa ajili ya utukufu nini? Mkubwa. Yaani kama hujaokoka ulikuwa ni mtu ambaye unaishi maisha ambayo hayampendezi Mungu au maisha ambayo hayafanani Kristo. Baada ya kuokoka, Mungu amekuleta phase mpya, kwenye kipindi kingine kabisa kipya cha maisha yako. Sasa kuna utukufu mkubwa ambao Mungu amekuleta kwa ajili ya huu. Amekuzaa mara ya pili kwa ajili ya utukufu mkubwa. Sasa je, ni utukufu upi mkubwa ambao Mungu amekuzaa mara ya pili? Sasa andika hapo, nini maana ya utukufu? Sasa nikupatie baadhi ya maana za utukufu ili uweze kuelewa. Naposema nimezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa, nini maana ya kuzaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa? Jambo la kwanza, maana ya kuzaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa yake kwamba ni kubeba kiwango cha juu cha Mungu na uwepo wake. Ni kubeba kiwango cha juu cha Mungu na uwepo wake. Kuzaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa
Nini maana ya utukufu? Maana ya utukufu, maana ya kwanza ni kubeba kiwango cha juu cha Mungu na uwepo wake. Sema ni kubeba kiwango cha juu cha Mungu na uwepo wake. Unaposema kwamba umezaliwa kwenye utukufu, ngoma yake wewe umebeba the highest amount of the glory of God, the highest amount of the presence of God. Maana kwamba ndani mwako hakuna utukufu wa Mungu, hakuna uwepo wa Mungu ambao upo mahali kote. Hakuna uwepo wa Mungu tu ambao upo ndani mwako, ila kuna uwepo wa Mungu ambao ni wa kiwango cha juu sana ambao umeubeba. Sawa? Ni kubeba kiwango cha juu cha uwepo wa nini? Wa Mungu. Na najua uwepo wa Mungu huwa unajifunua kwenye maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza angapo maeneo ambayo uwepo wa Mungu unaweza kujifunua. Uwepo wa Mungu, eneo la kwanza kabisa ambalo unaweza kujifunua, uwepo wa Mungu unaweza kujifunua kwa mtu binafsi. Wokovu sio wa baba wala mama. Wokovu ni wa mtu binafsi. Kwa eneo la kwanza ambalo uwepo wa Mungu unaweza kujifunua, uwepo wa Mungu unaweza kujifunua kwako binafsi. Yaani kwenye maisha yako binafsi, uwepo wa Mungu unaweza kujifunua. Kama ukasema hivi, huyu sio mimi, huyu ni Mungu aliye pamoja na mimi. Ukaangalia jambo fulani, ukaona ukapiga hesabu zako ukasema hivi, hii sio mimi, ila ni Mungu pamoja nami. Na nimeshakupa maana za uwepo wa Mungu. Wiki mbili ukilopita afili au nilikuwa naenda kazini. Sasa kuna sehemu huwa napita na ndio kitu fulani. Siku zote huwa na kitu kinunua nikiwa chuoni, sawa? Lakini nikashangaa siku ile naenda kazini, ni kazini au kwenye kibarua, tuseme kibarua, maana mimi kazi yangu ni mchungaji na kibarua cha muda cha profesa kule kwingine. Amen. Haya. Wakati naenda kwenye kibarua, kwenye ajira, sawa? Hii ndio kazi, ile ni ajira. Part time huko ni full time. Lakini ni kazi yangu ya muda ile. Nikawa kwa kitu ambacho nikinunua sehemu, sawa? Ila huwa nakinunua ndani ya chuo siku zote. Ila this time ninapita sehemu nikasikia ndani mwangu nikinunue hapa nje, sio ndani. Kwa kweli nikanunua nje, nikanacho ndani nikakitumia. Siku ya pili tena nikajisikia vile vile nikinunue nje, sio kununua wapi? Nikanunua nje. Siku ya tatu pia nikajisikia vile vile ninunue tena nje, wala sio kununua ndani. Sasa ile siku tatu nilipo pale ndani, mtu akawa ameniagiza dukani nikamnunua hicho kitu. Sawa? Kwenye dukani sehemu ambapo watu wananunuaga, ile duka limefungwa. Kwa zile siku tatu ambazo nilikuwa sijisikii kwenda, wala sijawahi kwenda, ile duka limefanyaje? Limefungwa. Mara ya kwanza ilikuwa ni mimi ninajisikia, kumbe ni uwepo wa Mungu ndani mwangu unaniongoza kwamba hichi kitu tukihitaji baadaye kichukulie hapa, sio kuchukulia kule. Nataka tufike mahali ambapo ule uwepo wa Mungu unajifunua kwetu binafsi, tunaona Mungu akituongoza kwenye njia zetu. Nilikwambia uwepo wa Mungu ni mfano ile wingu ambalo lilikuwa likuwaongoza wana Israeli. Haki kwamba uwepo wa Mungu ukijifunua kwako binafsi, utaona Mungu anakuongoza kwenye kila hatua ya maisha yako. Na Mungu huwa anajishughulisha sana mambo yetu kiasi kwamba Mungu anaweza kukuongoza kwenye mambo madogo madogo. Kwa uwepo wa Mungu, sehemu ya kwanza ambao huwa anajifunua ni kwa mtu binafsi. Ndio madhabahu ya kwanza na ya msingi kujenga ni madhabahu yako binafsi. Unasikia vizuri? Madhabahu ya kwanza na ya msingi ya kujenga ni ya kwako binafsi, kabla ya hapa kanisani. Tulikuwa na Wakristo ambao sasa hivi ngoja nikatoa sadaka madhabahuni, nikaombe madhabahuni. Wakati madhabahu yake binafsi huwa aombaji. Yeye mwenyewe hana muda na Mungu akiwa nyumbani, akiwa mahali ambapo ni mbali na kanisani. Madhabahu haishi kanisani tu. Madhabahu ya kwanza na ya msingi ni madhabahu yako wapi? Binafsi. Vile ambavyo unaweza kama umekaa peke yako na mtafuta Mungu, pale ni madhabahu. Tena nikamwambia jambo kabisa kwamba hata pale chumbani kwako, lile eneo ambalo wewe unaomba ni madhabahu kabisa. Hata nguo ambazo wewe unazivaa ukiwa unaomba kwenye maombi, hizo nguo, unajua Biblia inasema habari ya yule mwanamke alienda kugusa upindo wa vazi la Yesu. Nakumbuka hiyo kitu. Aliposema upindo wa vazi la Yesu, hakwenda kugusa hii nguo ya kawaida. Yesu alikuwa na kitambaa fulani ambacho alikuwa anatumia kuomba. Kile kitambaa ndio ile mwanamke anaenda kugusa upindo wa ile vazi. Unaelewa vizuri? Sio kugusa vazi hili hapa, no. Kuna ile unafahamu kama vile niseme kama ile na nini?
Mfano mtu akiwa naomba yale anajifunga katika namna hichi. Sababu ile kama nilikuwa na kikoi hapa nifanzua. Mama mnambe ni kikoi kidogo hapa. Ndio kikoi nifanzua. Yaani anajifunga namna hii. Kwa anafunga namna hii hapa naomba. Kwa yule mama anaenda kugusa kile kitambaa ambacho Yesu anaomba nacho mlimani. Sawa? Kwa vile vile pale ambapo unakuwa unaomba, hiyo ni madhabahu tayari. Mtu kaingia kama pale akaanguka pepo kabisa, sababu pale ni madhabahu. Yakobo na Maria alifika akalala, baadaye usiku akaona Mungu, akaona ngazi zimefunguliwa, malaika wanapaa kushuka hivi. Mahali hapa sio kama ni madhabahu ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo madhabahu ya Mungu siku hizi haipo kanisani tu. Madhabahu ya Mungu ipo ndani ya mtu. Kwa hiyo popote unapokuwepo Mungu yupo hapo na Mungu anatamani kujifunua hapo. Kwa chumba ambacho unalala wewe ni madhabahu. Unalala na mwenzako hostel pale labda bonini. Sasa unalala naye kitu gani unalala naye? Yule mwenzako inabidi hauoni uwepo wa Mungu pale unapolala naye. Sababu gani? Wewe umembeba Mungu. Unanielewa vizuri mtu wa Mungu? Unanielewa? Kwa popote pale unapokuwepo madhabahu ya kwanza na msingi ni madhabahu nini? Binafsi. Kwa hiyo kwanza Mungu anajifunua ni kwa mtu wa nani? Binafsi. Mungu anatamani ajifunue kwako binafsi kabla ya kujifunua kwa wao wote. Kwa sababu Mungu ambaye hajajifunua kwako hawezi ukafanya ajifunue kwa wengine. Mungu ambaye hajajifunua kwako hawezi kupitia wewe akajifunua kwa wengine. Kwa kabla Mungu hajajifunua kwa wengine, lazima kwanza ajifunue wapi? Kwako. Paulo alifunuliwa na Mungu binafsi, ndio maana kana uwezo wa kumfunua Mungu. Kwa nini? Wagalatia 1:15 inaonyesha ile andiko. Thank you Holy Ghost. Paulo alifunuliwa binafsi na Bwana Yesu. Baada ya Bwana Yesu kujifunua binafsi kwa Paulo, ndo akaweza kumfunua Yesu kwa mataifa. Wagalatia 1:15 hadi 16. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mama yangu akaniita kwa neema yake. Mstari wa 16 Wagalatia 1:16. Alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu. Akishamdhihirisha ndani mwangu ili niwahubiri mataifa habari zake. Kwa kama hajahubiri mataifa habari zake, huyu Yesu alidhihirika ndani yake. Vile vile eneo la kwanza ambalo Mungu na uwepo wake anatamani kujidhihirisha ni kwenye maisha yako binafsi, ili akishajidhihirisha kwako aweze kujidhihirisha kwa wengine. Angalia hapo mstari wa 16. Anasema hivi, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu. Huyu mwanawe ambaye alimdhihirisha ndani mwake ili niwahubiri mataifa habari zake. Kwa hiyo huwezi kuwa na habari za kuzihubiri kama kwanza hajadhihirisha ndani mwako. Huwezi kuwa na habari za kumtangaza Mungu kama kwanza wewe mwenyewe ndani mwako hajadhihirika, hajajifunua ndani mwako. Amen. Kwa eneo la kwanza ambalo Mungu anadhihirisha kwako binafsi. Eneo la pili ni kwa watu. Kwa eneo la pili ambalo Mungu anajifunua, au jambo la pili ambalo Mungu anajifunua, Mungu anaweza kujifunua kwa watu. Maana yake kwenye kanisa kama hapa tulipo, mkiwa kwenye maombi wewe na wenzako, Mungu anaweza kufanyaje? Kujifunua. Eneo la tatu, Mungu anaweza kujifunua kwenye eneo, kwenye nchi, au kwenye mahali popote pale. Kwa hiyo hata hizo taja ni baadhi ya madhabahu ambazo unaweza kuzijenga mwenyewe. Madhabahu binafsi, madhabahu ya wewe na familia au wewe na watu wengine, pia madhabahu ya eneo, madhabahu ya nchi, pale kwenye watu, maana hata kanisani pia ni madhabahu. Kwa hiyo mimi pia wanashauri kwamba washirika wangu unajisikia kuomba kanisani, njoo kanisani. Kanisa liko wazi hivi. Ndio mchungaji na ratiba ya kuomba leo unakuja, hii madhabahu unamwomba Mungu. Jisikie vizuri. Amen. Lakini pia kule nyumbani kwako unamwomba Mungu. Sio pamoja hapa. Ya kwanza kabisa ni nyumbani kwako. Maana muda mwingine upo kwako. Hapo kanisani. Amen. Kwa Mungu anajifunua kwanza, anasema kwa nani? Kwa mtu binafsi. Ni sawa? Jambo la pili kwa watu, au kwa watu kama ni kanisani au kwa watu wawili watatu. Jambo la tatu kwa nani? Kwa nchi au kwa eneo. Kitabu cha Kutoka sura 19, Biblia inaonyesha kwamba Mungu alijifunua kwa taifa zima la Israeli. Kutoka sura 19, Mungu anajifunua juu ya taifa zima la Israeli. Kutoka 19.
Kutoka 19 kuanzia mstari wa 10 pale. Inasema kwamba Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakazifua nguo zao, wawe tayari kwa siku ya tatu, maana siku ya tatu Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote. Sura 12, nawe utawawekea mipaka watu hawa pande zote, ukisema, jihadharini, msipande mlima huu wala msiuguse hata mapambizo yake. Kila mtu atakayegusa mlima huu atauawa bila shaka. Sasa hapa anaonyesha namna ambavyo Mungu alikuwa na maelekezo wana Israeli wajiandae ili Mungu apate kujifunua katikati yao. Cha ajabu zaidi hata Mungu akujifunua tu, yani tu ile Mungu anatamani aende. Mimi naanza kuyenyuka kaogopa. Kwa hiyo kwa Mungu pia unaweza kujidhihirisha kwenye nchi au kwenye mtaa au kwenye nchi nzima. Sasa uwepo wa Mungu, niangalie vizuri. Uwepo wa Mungu huwa hujidhihirishi kama maonyesho. Uwepo wa Mungu huwa unajidhihirisha alafu unakuwa una athari chanya. Popote pale ambapo uwepo wa Mungu utajidhihirisha kuna athari chanya. Nianze kuandika hivyo. Uwepo wa Mungu hutokea na athari chanya. Effect, transformation, changes. Zinazodumu, zinazoshikika, zisizoweza kukanushika. Uwepo wa Mungu hutokea na athari chanya, zinazodumu, zinazoshikika, zisizoweza kukanushika. Popote pale ambapo uwepo wa Mungu utajifunua, huo uwepo wa Mungu utakuja na athari chanya, utakuja na inafanya matokeo ambayo yanadumu. Athari chanya zinazodumu, cha pili, zinazoshikika, zisizoweza kukanushika. Yaani sisi tuliokoka, Mungu akijifunua kwetu, lazima tutaona kuna athari chanya, zinazodumu, zinazoshikika, zisizoweza kukanushika. Niangalie vizuri hapa. Tarehe 2 mwezi wa 3 tulikuwa tuna ibada moja hapa kanisani, ibada ya sifa ya shukrani. Nakumbuka siku ile. Wangapi walikuwa siku ile tarehe 2 mwezi wa 3? Wangapi walikuwa tumisha nasema kwa. Ile ibada ya tarehe 2 mwezi wa 3 tuzo msifu na kumshukuru Mungu mahali hapa. Nilipokea shuhuda kadha wa kadha. Moja ya shuhuda ambayo nilipokea, unajua ukimsifu Mungu nikwambia kwamba moja kitu ambacho kinavuta uwepo wa Mungu ni kumsifu na kumwabudu. Sawa? Kwa hiyo tulipomsifu kumwabudu Mungu, kuna mtu kaniambia kwamba pastor, ile ibada nilimwamini Mungu kupona ugonjwa wangu ambao ulikuwa unanitesa. Yeye alikuwa hawezi kula dagaa. Alikuwa na allergy ya dagaa. Na nyama gani sijui nisema msiji yake hapa. Leo watu ambao wapo makanisani ile aje leo wana allergy ya maziwa. Hapo kanisani kabisa ana allergy ya mayai. Hapo amekaa kanisani hapa ameridhika kabisa. Amen. Amen. Ila hawapo nje. Hapo kweli? Okay. Haya. Wewe usomee message huyo mtu alinitumia akaniambia Mungu amemponya. Kwenye ile ibada ya tarehe 2 mwezi ngapi? Baada ya kumsifu Mungu, uwepo wa Mungu akasema hivi. Shalom. Pia namshukuru Mungu sana kupitia ibada ya Jumapili. Nilimwomba Mungu aniondolee allergy ya dagaa, samaki na kitimoto. Kitimoto. Kisha nikamshukuru Mungu, chukua ibada shukrani na sifa. Na Jumanne nilikuwa dagaa na sijapata shida yoyote kwa sababu ilikuwa ni kila na washwa mwili mzima na mwili unaumuka. Mungu akubariki sana mchungaji wangu. Okay. Hapa anatoa shuhuda mchungaji wake tu ni Mungu ambaye alidhirika mahali hapa. Mtu akamwomba Mungu kwenye ule uwepo wa Mungu, alikuwa na hali ya dagaa, samaki na nini na kitimoto. Alafu akachukua akiona yeye Mungu ameshamjibu. Jumanne akaenda akala dagaa. Akamwambia mwili haukuwasha wala kuumuka. Na hapa ananiambia Jumapili. Maana kama ilikuwa imeleta shida, ingeleta shida kesho yake, ila kakaa aone. Ni kweli imetokea au imetokea? Mpaka Jumapili anatoa shuhuda yuko sawa kabisa. Uwepo wa Mungu ambao mahali hapa ulithibitisha kwa athari chana ya kumponya huyu mtu. Amen. Jambo lingine, kwa mtu mwingine akaniambia hivi pastor, siku ile kwa kweli nilipoenda kumwabudu Mungu, mimi nilikuwa namwabudu Mungu tu ghafla ikashangaa naanza kunena kwa lugha kwa sauti kunena maneno ambayo siyaelewi. Baki akaanza kunena kwa lugha akawa amejazwa na Roho Mtakatifu.
Siku ile sasa ndio maana ni hatari sana unapochukua kawaida ibada. Yaani kila ibadani kila poa hauwezi kupata matokeo ya uwepo wa Mungu ambao uko mahali hapa. Ile ni ibada ambayo mtu mwingine alijazwa na Roho Mtakatifu, mtu mwingine aliingia akasema leo watu wamesifu lakini baada ilikuwa ni nzuri sana. Yaani hicho tunachosema kwamba kwa nini ni nzuri sana ila hajapata athari chanya ya ule uwepo wa Mungu ambao uko mahali pale. Kwa popote pale ambapo Mungu atakuwepo lazima kuna matokeo yataonekana. Sasa sio athari chanya zinazodumu zinazoshikika kabisa. Naonyesha mfano wa kanisa letu hapa tupo kwetu. Amen. Amen. Kwa nini tunaongelea kwa habari ya uwepo wa Mungu hapa? Kwa jambo la kwanza, uwepo wa Mungu ni kujifunua kwa kiwango cha juu sana cha uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu binafsi, kwa watu au kwenye eneo. Amen. Nikusikie amen. Na huu uwepo wa Mungu lazima tuwe na njaa au shauku ili tuweze kuona uwepo wa Mungu ukidhihirika. Kama tutakuwa na njaa, uwepo wa Mungu unaweza kawepo afu kama umelala. Nisikilize. Kama tutakuwa na njaa watu wa Mungu, uwepo wa Mungu unaweza kawepo alafu usidhihirike. Nimesemaje? Kama hatutakuwa na njaa, uwepo wa Mungu unaweza kawepo alafu usidhihirike. Fungua kitabu cha Zaburi 57 mstari wa 8. Zaburi 57 mstari wa 8. Kisha kwamba uwepo wa Mungu unaweza kawepo mahali hapo kama umelala. Zaburi 57. Zaburi 57 mstari ule wa 8. Zaburi 57 mstari wa 8. Anasemaje? Fungua hapo Biblia yako. Uwepo wa Mungu unaweza ukawepo mahali alafu ukawa umefanyaje? Umelala. Uwepo wa Mungu unaweza ukawepo mahali halafu ukawa umefanyaje? Umelala. Soma hapo anasemaje? Zaburi 57 mstari wa 8 anasemaje? Sijakusikia mshauri. Anasemaje kwa sauti? Anasema amka utukufu. Anasemaje hapo? Soma vizuri. Anasema amka utukufu wangu. Maana yake utukufu wako yamkini unaweza kama umefanyaje? Umelala. Utukufu wa Mungu ambao uko ndani mwako yamkini ukafanyaje? Umelala. Hata lazima uamshe. Huyu mtu Mungu anataka akawa anamwomba Biblia, amka utukufu wangu. Yaani unasikia Bwana akiamsha utukufu wako kwa jina la Yesu. Ule utukufu ambao uko ndani maisha yako leo hii unaamka kwa jina la Yesu. Nasema hivi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Uwepo wa Bwana uko mahali hapa, uamshe utukufu wa Mungu ndani mwako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo jambo la kwanza kwa habari ya utukufu wa Mungu ambao umezaliwa kwa ajili yake ni utukufu wa Mungu ambao unaofunua uwepo wa Mungu kwa kiwango cha juu sana. Kwa kiwango cha juu, kwa kiwango cha juu, kwa kiwango cha juu. Haya, jambo la pili. Nini maana ya utukufu wa Mungu? Nini maana ya utukufu wa Mungu? Pastor, nini maana ya utukufu wa Mungu? Jambo la pili. Ni kiwango cha ubora, excellence. Ni kiwango cha ubora, nuru, ustawi na mafanikio. Ni kiwango cha ubora, excellence, nuru, ustawi na mafanikio anachopaswa kuwa nacho mtu kwenye maisha yake. Ni kiwango cha ubora, nuru, ustawi na mafanikio anachopaswa kuwa nacho mtu kwenye maisha yake. Watu wa Mungu, kuna kiwango fulani cha ubora unapaswa kuwa nacho kwenye maisha yako. Ni kiwango cha ubora, nuru, ustawi na mafanikio anachopaswa kuwa nacho mtu kwenye maisha yake. Umezaliwa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Kuna kiwango cha ubora, kuna kiwango cha nuru, kuna kiwango cha ustawi na mafanikio ambacho unapaswa kuwa nacho kwenye maisha yako. Endelea mbele hapa. Ili awe wa maana, mwenye matunda, matokeo, uzito na ushawishi kwenye kizazi chake na vingi vijavyo. Ili awe, endelea kuandika. Mbona uandiki? Andika sentensi yote. Mimi nimeandika kwa uandiki na maisha hii. Ni kiwango cha ubora, nuru, ustawi na mafanikio anachopaswa kuwa nacho mtu kwenye maisha yake. Endelea.
kitakachomfanya awe wa maana, ili au kitakachomfanya awe wa maana, mwenye matunda, awe wa maana, mwenye matunda, matokeo, uzito, ushawishi, ili awe wa maana, mwenye matunda, matokeo, uzito na ushawishi kwenye kizazi chake na vingi vijavyo. Watu wa Mungu, Mungu hajakuleta duniani ili matokeo yako yaishie kwako tu na familia yako. Hapana, Mungu amekuleta ili matokeo yako yaanzie kwako, kwa familia yako, kwa kizazi chako na dunia yako na vingi vijavyo. I am here for my generation. You are here for your generation. Kwa acha kuwaza kupata tu kazi afu wewe engineer, baada ya hapo next. Mungu amekuleta uweke majibu na masuluhishi kwa ajili ya dunia yako. Sasa ule utukufu mkubwa uko hivi, niangalie vizuri. Kuna kiwango cha ubora, kuna kiwango cha nuru, kuna kiwango cha ustawi na kuna kiwango cha nini, cha mafanikio. Najua kila mtu mahali hapa sasa hivi ana level yake fulani ya mafanikio. Kwa mfano, kuna mtu ambaye anakuta sasa hivi yeye ana uwezo wa kula vizuri na familia yake, ila kuna anafanya mafanikio ambayo bado hajafikia. Si sawa? Si sawa? Kwa mtu ambaye ana nyumba hana gari, kwa kuna ubora fulani ambao utasaidia apate gari na hajapata bado. Kwa mwingine kijana hata nyumba yake hajajenga bado, amepanga. Hiyo ni hatua pia. Hata pia kupanga kuna level mbalimbali. Kuna mwingine amepanga Zingiziwa, kwa mwingine amepanga Kariakoo, yote ni tofauti. Kuna viwango. Sawa? Kwa mwingine ambaye amepanga nyumba ya chumba kimoja na nusu, chumba na choo. Kuna mwingine ambaye amepanga nyumba nzima. Unaona? Au amepanga nyumba ambayo ina chumba na sebule. Ila haina vyumba viwili vitatu. Kwa kuna viwango mbalimbali vya maisha. Kuna mwingine ambaye mwanafunzi, shuleni kwake labda Pugu anapata Pugu ndo anaongoza. Ila anaongoza kwa 59. Kuna mwanafunzi ambaye yuko Kisimili anapata 85. Kwa hiyo ambaye anapata 59 akiangalia pale Pugu kweli ni wa kwanza, ila akienda Kisimili, akichukuliwa Kisimili na yeye sio wa kwanza. Sio, naelewa hapo? Kwa viwango vya nuru, viwango vya ubora vinatofautiana. Ukweli ni kwamba kila siku unapaswa kukua, kuongezeka kwenye kiwango cha nuru. Kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 18. Mithali 4:18. Mithali 4:18 anasemaje? Anasema kwamba kwa maana njia ya mwenye haki ni kama taa ing'aayo ikizidi kung'aa. Njia ya mwenye haki ni kama taa ifanyaje? Ing'aayo, ni kama nuru ing'aayo. Maana maisha yako wewe yanapaswa kila siku yang'ae, kila siku yaongezeke. Kama ni ubora uliokuwa nao jana, yapaswa leo tukikuona leo uwe bora zaidi. Matches. Mtu alivyokuona mwaka jana 2024, huyu mwaka 2025, yapaswa 2025 uwe bora kuliko mwaka jana. Ndio maana nawasisitiza vijana siku zote kwamba jitahidi kila siku kuwa mtu wa kuyatafuta maarifa. Moja kazi ya maarifa inakuongezea nuru, maarifa inakuongezea akili ambayo inafanya uwe bora leo kuliko nini jana. Kila siku hakikisha kwamba unakuwa bora kuliko jana. Mtu mmoja anasema hivi, namna pekee unaweza ukaisaidia dunia yako ni pale ambapo kila siku unakuwa bora kuliko jana. Yaani namna ambayo unasaidia mimi hapa, mchungaji wako, unaweza kumsaidia mshirika mwenzako, unaweza kusaidia familia yako, ni pale ambapo wewe kila siku unakuwa bora kuliko jana. Kama ni kiroho, unakuwa bora kiroho kuliko jana. Kama ni kiuchumi, unakuwa bora kiuchumi kuliko jana, kwa sababu ukisaidika wewe hapo, automatically na mimi nimesaidika. Unajua namna ya kusaidia maskini, namna ya kwanza kabisa sema baba, ni wewe kutoa maskini. Huwezi kuwasaidia maskini kama wewe hautakuwa nini maskini. Kwa hiyo wasaidia maskini, wewe mwenyewe anza kutoka kwenye huo maskini. Amen. Kwa kwenye maisha yetu kuna viwango vya ubora ambavyo Mungu ametuwekea. Leo hii unaweza unavaa nguo 2 3
Lakini unaona cha ubora ambapo unakuta utakuwa na uwezo kutosha kabisa. Maisha bora yanakuja mtu wa Mungu, usikate tamaa na hiyo kitu chokitia saa hizi. Amen. Unanielewa? Labda leo kama unaweza kuafford tu mlo mmoja kwa siku. Tunao wale watu ambao kwa siku nzima hali asubuhi, hali mchana, hakuna jioni tu. Sio wamefunga ila kwa sababu ya hali ya mfuko. Lakini usikate tamaa. Kuna kiwango cha bora cha ustawi ambacho Mungu amekuwekea. Endelea kumfuata Mungu. Endelea kutunza uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu utakuheshimisha, utakupatia viwango vya ukuu zaidi kwa jina la Yesu. Unaruhusiwa kuanza kwenye udogo ila haupasi kubaki kwenye udogo. Unaruhusiwa kuanza kwenye vichache ila havipasi kubaki kuwa nini? Vichache. Unaruhusiwa kuanza na moja ila usibaki kwenye moja. Nenda 2, nenda 3, endelea kukua. Kwa hiyo utukufu wa Mungu unapokuwa juu yako unakufanya kila siku uendelee kuongezeka. Aliyeniona mimi mwaka 2015 akaniona mimi mwaka 2025 anajua bisa kuna mtu mwingine tofauti na yule ambaye alikuwepo 2000 na ngapi na 15. Hebu jiwekenda ndani yako kabisa shauku kufanya maamuzi ya kwamba mtu ambaye atakutana na mimi mwishoni mwa mwaka 2025 amwone mtu tofauti ambaye atakutana na mimi mwanzoni mwa mwaka 2025. Watu ambao watapata matokeo makubwa dunia hii ni watu ambao walifanya nia kabisa kwamba nataka niwe mtu bora zaidi. Kitabu cha Mithali 22:29. Mithali 22:29 sasa hivi, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Hapo wakisema mtu mwenye bidii, ila kuna tafsiri ya Kiingereza inasema kwamba je, wamuona mtu mwenye ubora? Hebu fungua pale. Mithali 22:29. Mithali 22:29. Anasemaje? Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Sasa hapo sema je, wamuona mtu mwenye bidii, kuna tafsiri sasa hivi, je, wamuona mtu bora katika kazi yake? Kwa hiyo watu wa Mungu, kwenye kazi yako ya mkono unayoifanya, hakisha kwamba unaifanya kwa ubora sana. Kama ni mama, Mungu amekupa familia, hakisha familia yako unaitunza, unailea kwa ubora sana. Kama ni baba, una watoto wako, una familia yako, hakisha unaijua familia yako kwa ubora sana. Unapofanya hivyo, Mungu anasema hivi, je, wamuona mtu anayefanya kwa ubora, anayefanya kwa bidii? Huyo hatakaa mbele watu wasio na cheo, atakaa mbele ya wafalme, mbele ya watu wakuu. Bidii yako, ubora wako unakuleta mbele ya nini? Ya watu wakuu. Amen. Amen. Pokea roho ya ubora kwa jina la Yesu. Nasema hivi, pokea roho ya ubora kwa jina la Yesu. Uwe mtu kufanya kwa ubora siku zote kwa jina la Yesu. Kwa hiyo nikwambia kwamba kuna kiwango fulani cha nuru, kwa kiwango cha utukufu, kiwango cha ustawi ambacho mtu huwa anakipokea kupitia utukufu wa Mungu ambao uko juu yake. Na ngombe ubora hauna ukomo, ni kitu endelevu, ndicho kitu. Nisaidie kuandika. Ubora hauna ukomo, ni kitu endelevu. Ubora hauna ukomo, ni kitu endelevu. Mtumishi wa Mungu anaitwa Dr. Miles Monroe akasema kwamba moja ya kizuizi cha watu kuwa bora leo ni ubora wao wa jana. Moja ya kizuizi cha watu kufanikiwa leo ni mafanikio madogo ya jana. Kwa kuna baadhi ya watu ambao leo hii wanashindwa kuwa bora sababu ya mafanikio madogo waliyopata wapi? Jana. Kwa hiyo kwa makini na mafanikio madogo unayopata, kwa makini na mafanikio machache ambayo umeyapata. Kuna mwingine ambaye tangia afanikie kuomba saa moja ndo akaishia hapo, hajawahi kukua, hajawahi kuongezeka. Huu ni mwezi wa 3 kwa ABC, hajawahi kuongezeka masaa mawili. Yaani tangia aombe saa moja, afanikie kuomba saa moja, hajawahi kukua. Sasa huyu sio Mkristo ambaye atataka tukufa Mungu tena katika maisha yake. Lazima uwe unaongezeka viwango vyako vya maombi, viwango vya kusoma neno. Nitakwambia kwamba kiwango kidogo cha kusoma neno kwa siku, walau usome sura ngapi? Sura 3 za Biblia. Sawa? Yaani asubuhi umesoma moja, mchana moja na usiku umesoma moja. Ila kuna mwingine yaani kila siku anasoma sura hizo 3. Asubuhi anasoma moja, mchana moja, usiku moja. Hajawahi kukua, hajawahi kuongezeka kabisa. Watu hawako mahali hapa. Amen. Amen. Najua wewe umekuwa na kuongezeka kwa jina la Yesu. Amen.
Kwa hiyo ubora hauna ukomo, ni kitu ambacho kinaendelea. Watu wa Mungu, tusiwe wajinga tukaanza kuridhika na mafanikio madogo ambayo tumeyapata. Tusiwe wajinga tukaanza kuridhika na mafanikio madogo tuliyoyapata. Mafanikio madogo au machache au ya haya ya mwanzo umeyapata yakuzuia wewe hapo kutafuta mambo makubwa zaidi. Mafanikio madogo ambayo umeyapata leo yasikuzuie kutafuta mafanikio makubwa zaidi. Kiwango ambacho umekiweza leo kisikuzuie wewe kutafuta kiwango kikubwa zaidi. Nafasi ambayo umeipata leo isikuzuie kupata nafasi kubwa zaidi. Kwa kiasi kutamani kuongezeka. Amen. Bwana kuongeze kwa jina la Yesu. Viwango vya kumpenda viongezeke kwa jina la Yesu. Nasema hivi, viwango vya kumpenda Mungu viongezeke kwa jina la Yesu. Kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 1 hadi wa 7. Isaya, naomba tuende pale, bangu naishia sura ya 60 mstari wa 1 hadi wa 7. Anasemaje? Isaya sura ya 60 mstari wa 1 hadi wa 7. Anasemaje? Unasoma kwa pamoja. Tusome kwa pamoja, 1, 2, 3. Anasemaje? Kwa sauti anasemaje? Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, utukufu wa Bwana umefanyaje? Niangalie, naomba nifuatilie mimi hapa mbele. Cha kwanza anasema kwamba ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imefanyaje? Imekuja. Maana kwamba hii nuru haikuwa na huyu mtu mara ya kwanza, ila imekuja sasa hivi. Soma Biblia yako, ushangae Biblia yako. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umefanyaje? Umekuzukia. Sasa naomba kwa pamoja tuanze kusoma kuanzia mwishoni. Na utukufu wa Bwana umekuzukia, kwa kuwa nuru yako imefanyaje? Imekuja. Ondoka uangaze. Kwa maana kwamba kuna mambo ambayo ili uangaze, ili uchukue hatua, ili uinuke, lazima kwanza nuru yako ije. Lazima kwanza utukufu wa Bwana ukuzukie. Kuzuka maana yake kwamba umetokea ghafla. Si sawa? Nasikia watu wasanyana mzuka, maana kimetokea ghafla mzuka. Kwa familia inaitwa mizimu. Imezuka ghafla, inaenda mizimu. Mzuka. Kwa vile vile utukufu wa Bwana ambao unasema kwamba mara ya kwanza ulikuwa haupo, ila kuna kitu kikatokea, kwa utukufu utokee. Ndivyo ambavyo naona maisha yako kuanzia leo, utukufu wa Bwana unakutokea kwa jina la Yesu. Sema hivi, utukufu wa Bwana unakutokea kwa jina la Yesu. Kwa hiyo inaeleza kabisa utukufu wa Bwana ulikuwa mwanzo haupo, baadaye ukazuka, ukatokea. Alafu huyo mtu akaondoka na kuangaza. Kwa hiyo kuondoka kwako, kuangaza kwako ni matokeo ya utukufu wa Bwana ambao umekuja kwenye maisha yako. Kwa hapo ushapata kitu cha kujiombea, mwambie Bwana, naomba nuru yako ingie ambayo itanifanya niondoke na niangaze kwenye eneo langu la kusudi. Lakini mtumishi wa Mungu, hautaondoka, hautachukua hatua ya nyuma yako kama hamna nuru, kama hamna utukufu wa Bwana ambao utakuzukia. Kwenye biashara unafanya, unajua wengi wafanya biashara, ila kuna mtu kwa kipindi fulani nuru yake ilimjia, alikuwa ni mtu ambaye anaanza tu majina kawaida, baada ya ule nuru yake kumjia, leo hii Tanzania nzima tunamfahamu. Bakresa Azam alianza tu hapa Dar, hata hajulikani mikoa mingine, ila baada ya nuru yake kumjia, sasa Tanzania nzima inamfahamu. Kwa hiyo kama unafanya biashara, kuna nurufanya Mungu ambao unaisubiria, ile nuru ambayo ikishakuja ni biashara yako, utashangaa biashara yako inaanza kuchanua. Dunia nzima inakufahamu. Labda ni kipawa nacho, kipawa. Kile kipawa ulicho nacho hakitatokea na kuwa kikubwa kama mna utukufu wa Bwana ambao utakujia kwenye maisha yako. Kwa kuna level fulani ambayo utabaki pale pale sababu hakuna utukufu wa Mungu ambao umekujia. Ila nakuombea asubuhi leo kwamba utukufu wa Mungu uyajilie maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema hivi, utukufu wa Bwana uyajilie maisha yako kwa jina la Yesu.
nawe uondoke na kuangaza katika jina la Yesu. Uangaze kwenye uchumi kwa jina la Yesu. Uangaze kwenye uchumi kwa jina la Yesu. Uangaze kwenye afya kwa jina la Yesu. Yes. Haina pale mstari wa pili anasemaje? Mstari wa pili anasemaje? Maana tazama giza litaifunika dunia, na giza kuu litafunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu. Kwa Bwana anaweza akakuzukia maisha yako. Japo dunia nzima ipo kwenye giza, lakini Bwana anakuzukia wewe. Na ndivyo ambavyo nakuombea mtu mahali hapa kwamba Bwana ayazukie maisha yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasema hivi, Bwana ayazukie maisha yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wakati wengine wanaamini kwamba biashara haziendi, Bwana aizukie biashara yako kwa jina la Yesu. Wakati wengine hawaelewi mambo yanavyoenda, Bwana akuzukie wewe, akupe kuelewa kwa jina la Yesu. Haya, nenda mstari wa 3. Baada ya Bwana kukuzukia wewe, mstari wa 3 hivi, na mataifa wataijia nuru yako. Na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Kwa matokeo ya utukufu wa Mungu kwa juu yako, mataifa yanaanza kuujia nuru yako. Kwa kama kuna watu ambao wanapaswa wale kwenye maisha yako, wasaidizi wa hatima, watakuja baada ya utukufu fulani kuonekana kwako. Baada ya utukufu nuru fulani ya Mungu kuwa juu yako, mtu wa Mungu, tuitafute nuru ya Mungu idhihirike na hiyo watu. Kwa sababu gani? Ile nuru ya Mungu itafanya baadhi ya watu waanze kuja kwenye maisha yetu. Nisikize vizuri. Kuna watu ambao haende maisha yako kama huu utukufu wa Mungu hautakuwa kwako, hautaonekana kwako. Mataifa wanaijia nuru yako, hawakujii wewe. Wanaijia nuru yako. Angalia vizuri Biblia yako, mstari wa 3 anasemaje? Hebu angalia mstari wa 3 anasemaje? Na mataifa watajilia nini? Wanakujilia wewe. Wanaijia nuru yako. Kwa hiyo ukipokea ile nuru, mataifa yanakujia, watu wanakujia, watu wa maana, watu wenye fedha zako wanakujia. Asema hivi, na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Utukufu wa Bwana ulipokuzukia, unafanya wafalme wakujie maishani mwako. Mataifa yake ni watu wa kawaida, lakini pia wafalme yake ni watu wakuu, watu wa maana, watu wenye nafasi mbalimbali, watu wa Mungu. Mungu hata Yeshua anasema kwamba kama bado maisha yako hawajaanza kuja watu wakuu, jua bado kuna ainafanya utukufu hujaipata. Kama kwenye maisha yako hajaanza kujia wafalme, viongozi wa serikali, watu wakuu, jua kuna utukufu fulani ambao bado haujakusanya vizuri. Endelea kukusanya utukufu, mtu wa Mungu. Hujanielewa vizuri. Yaani kama sasa sifanye nikwambia hivi. Rogerson, kwenye simu yako na namba ya kiongozi wetu wa taifa hili la Tanzania, namba ya mtumishi wa Mungu mkubwa wa taifa hili la Tanzania. Kama bado hauna connection hiyo, jua kuna jambo ambalo bado halijawa sawa. Endelea kumtafuta Mungu zaidi. Amen. Lakini leo hii nasema kwamba nuru ya Bwana yajie maisha yako kwa jina la Yesu. Mtu hajasikia. Na nasema hivi, sifanyi mahubiri na afirisha maisha yako. Nakwambia hivi, nuru ya Bwana yajie maisha yako kwa jina la Yesu. Mataifa waingie hiyo nuru yako kwa jina la Yesu. Utukufu wa Bwana ukuzukie kwa jina la Yesu. Wafalme waje kwa mwanga wa kuzuka kwako kwa jina la Yesu. Watu wakuu waje. Kwa nini kabisa unakuta unakaa na viongozi wakubwa, wewe ndiye unaweza, wewe. Siongea na mwingine, naongea na wewe mwenyewe. Kumbe unakuja watu wa Mungu. Mimi ndio Mungu anajua kabisa nimekaa na wafalme, nimekaa na marais, nimekaa kwa miongoni mwa waziri pale. Ile wanaita baraza la mawaziri, mmoja waziri ambaye mmoja ni waziri huyu hapa ambaye yuko mbele yako. Amen. Najiona hivyo kwa sababu natafuta utukufu wa Bwana ambao utajilia maisha yangu. Sasa mimi hapa nikae katikati ya wafalme. Amen. Amen. Haya, ndio mstari wa 4 pale, mstari wa 4. Namba tuanze mstari wa 4 anasemaje? Inua macho yako, utazame pande zote. Wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabeba wapi? Nyongani. Baki kama kuna watu ambao ni watoto wako,
Kama ni faida zako. Nisema Biblia inasema bali watoto sio watoto wa mwili tu. Hata faida tu ya biashara ni watoto pia. Hata matokeo fulani pia ni watoto. Yatakujia kutokea mbali. Haya, mstari wa 5. Mstari wa 5 sema hivi. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru. Yaani kutiwa nuru kunaendelea zaidi. Na moyo wako utatetemeka na kukujuka. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia. Malizia pale mwisho kwa sauti, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Nionyeshe mtu maskini, ni mtu ambaye hana nuru ya Bwana, hana utukufu wa Mungu juu yake. Mtu ambaye ataupata utukufu wa Mungu juu yake, utajiri wa mataifa utamwasilia. Maana yake utamjia, utamwendea, utamfuata. Watu wa Mungu, ukiwa na nuru ya Bwana una uhakika wa kutajirika. Nimesema hivi, ukiwa na nuru ya Bwana kuna uhakika ufanyaje wa kutajirika. Kwanza hata tu utukufu wa Mungu ni utajiri tosha. Yesu alisema kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua tumaini la mwito wake na utajiri wa utukufu wake. Kumbe utukufu wa Mungu una utajiri fulani ndani mwake. Yaani kwenye package ya utukufu wa Mungu ndani mwake kuna utajiri. Kumbe nielewa vizuri. Nisikilize. Kwenye utukufu wa Mungu ndani mwake kuna package ya utajiri. Haya, wewe useme niko niambia pastor yeye inatosha. Twende Wafilipi 4:19. Wafilipi 4:19. Kwenye package ya utukufu wa Mungu upo utajiri. Kwa Mungu akipa utukufu wake ameshakupatia utajiri ambao unahitaji. Soma Wafilipi 4:19 nasemaje? Wafilipi 4:19. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo. Kwa hiyo utajiri wa Mungu upo katika utukufu wake. Utajiri ambao Mungu anakujaza nao na kila ambacho unahitaji upo katika utukufu wake. Kwa hiyo Mungu akikupa utukufu wake, maana yake ameshakupatia utajiri unaohitaji mtu wa Mungu. Ile nuru, mafanikio ambayo yote yamefichika ndani ya utukufu wa Mungu. Ndio Musa akamwomba Mungu asema hivi, Mungu unionyeshe utukufu wako. Lord, show me your glory. Moja ya mambo mimi kujiombea, Mungu nionyeshe utukufu wako. Mungu akikuonyesha utukufu wake, moja ya kitu ambacho kitakuwa kwenye utukufu kwamba Mungu atakufungua macho yako wazi, utajua tafuta vilipo. Unaelewa vizuri? Hapo ndipo ambapo utakuwa tajiri. Amen. Amen. Naomba nimalizie maana ya 3. Nini maana ya utukufu wa Mungu? Au tunasema kwamba umezaliwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, nini maana yake? Maana ya 3, utukufu wa Mungu au utukufu wa mashine ya mtu wake ni nuru ya Mungu. Naomba nisikilize kwa makini. Utukufu ni nuru ya Mungu juu ya mtu inayomfanya aonekane, aeleweke, apokelewe, akubalike na awe sauti isiyopuuzwa kwenye anachokifanya. Utukufu wa Mungu ukiwa juu ya mtu au mtu kutoka kwa ajili ya utukufu wake, kwamba ni nuru ya Mungu juu ya mtu inayomfanya, cha kwanza aonekane, cha pili aeleweke, cha tatu apokelewe, cha nne akubaliki au ana kibali na awe na sauti isiyopuuzwa kwenye anachokifanya. Mungu anapoachilia utukufu juu ya mtu, maana kwamba ni nuru ya Mungu juu ya mtu inayomfanya aonekane. Yaani kuna muda ambapo unakuta uonekane kwa sababu kuna nuru fulani ya Mungu ambayo bado haijaja juu yako. Watu wa Mungu, niangalie vizuri hapa. Maisha ni ya kiroho sana. Nimesemaje? Unakuta kabisa kuna kitu ambacho unaona kimekufunika. Mtu fulani hakuoni. Mtu ambaye anapaswa kulipia ada chuo hakuoni. Sababu gani? Kuna kifungu fulani cha giza juu yako kimekufunika kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kwenye mwili uko sawa, kumbe unaoni kuna kitu ambacho kimekufunika. Akisha kufunika huonekani. Shamba story ambayo mtu hamuoni tena mke wake kama mke, ama kama mtu fulani anaishi naye. Sababu gani? Kuna kifungu cha giza kama kile kumfunika yule mama. Mume kama hamuoni kama mke. Unaelewa vizuri? Maisha ya kiroho. Yamkini hicho kifuniko kimekufunika, alafu
Mtihani unaposaishwa, mwalimu aone majibu yako. Hayo vitu vya ajabu ajabu tu. Inawezekana kabisa. Unafanya biashara, umefungua duka. Umefungua duka hapa na mwingine anafungua duka pembeni. Yeye ni mshirikina. Aina anasema kwamba anakufanyia ushirikina kwamba anakuwekea kifuniko cha kichawi. Unakuta huonekani. Unauza bidhaa moja, ila unashangaa wewe uuzi ila yeye anauza. Kumbe kuna kifuniko cha kichawi ambacho kiko juu yako. Unaelewa vizuri? Sasa nuru ya Mungu kile juu ya maisha yako inafanya uonekane. Ukifanya uonekane. Na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninavunja kila kifuniko cha kichawi juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kila kifuniko ambacho kimekuwa kikifunika familia yako kwa muda mrefu, yamkini wewe kipete kufunika, na kivunja kwa jina la Yesu. Sema hivi, na kivunja kwa jina la Yesu. Hicho kifuniko cha giza na kivunja kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Usikii, sema kwa jina la Yesu. Kila kifuniko cha kichawi kilichofunika maisha yangu, kesho yangu, hatima yangu, na kibomoa, na kivunja, na kialimu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kifuniko cha kichawi kilichofunika maisha yangu, na kibomoa kwa jina la Yesu. Haya mambo ya roho. Kwa mtu ameshaonekana sasa hivi, ameshaonekana kabisa, amekuwa visible. Watu wa Mungu wanaweza kuwa na kipawa kizuri sana, ila kama hauna utukufu wa Mungu, hicho kipawa hakitaonekana, hakitajulikana kwa wengi. Lakini mtumishi wa Mungu mzuri kama mimi, alafu kama sina utukufu wa Mungu juu yangu, huduma yangu itaishia na ngoma moto tu hapa. Lakini nikipokea utukufu wa Mungu, nitaenda zaidi ya hapa. Na mimi nasema kabisa, Bwana ananisaidia, nitaenda zaidi ya hapa kwa jina la Yesu. Wewe siku wako utaona haya maneno, utayaona kabisa, nitaenda zaidi ya hapa. Yaani mimi influence yangu haitaishia kwa nani za kanisa, itaenda mbali zaidi, sababu na utukufu wa Mungu ambao unaingia juu yangu. Amen. Huo utukufu wa Mungu pia uyajue maisha yako kwa jina la Yesu. Usiishie pale ambapo familia yako imeishia kwa jina la Yesu. Nasema hivi, usiishie pale ambapo familia yako imeishia kwa jina la Yesu. Kwa mwingine ambao anataka kufanikiwa, roho ameshachelewa mpaka ataishia pale baba yake mama yake alifanikiwa, au pale ambapo ndugu zake waliishia. Lakini damu ya Yesu ile juu yako na utukufu wa Mungu juu yako kufanya usiishie hapo kwa jina la Yesu Kristo. Uvuke mpaka wa familia yako kwa jina la Yesu. Nasema hivi, uvuke mpaka wa familia yako kwa jina la Yesu. Haya, si tu waonekane. Jambo la pili, aeleweke. Kuna mtu ueleweke sababu gani? Kuna nafanya utukufu wa Mungu hauna juu yako. Ukiona mtu akuelewe, angalia pia rohoni. Je, hata tu kujiombea, Bwana naomba ndugu yako ifanye mtu mwingine, atakuelewa. Sawa? Si tu kueleweka, lakini pia nasema kwamba apokelewe. Kuna maana utapokelewa kama una utukufu wa Mungu juu yako. Pia anasema ukubalike. Kuna maeneo utakubalika bro kama huna utukufu wa Mungu au hauna nuru ya Mungu juu yako. Lakini kuanzia leo Bwana anakupatia hii nuru yake kwa jina la Yesu Kristo. Nuru ambayo uonekane kwa jina la Yesu. Nuru ambayo ueleweke kwa jina la Yesu. Haya. Utukufu wa Mungu ndio ambao unawafunua watu au kuwadhihirisha. Yaani sio kwa kitu kitu. Utukufu wa Mungu ndio ambao unawafunua watu au kuwadhihirisha. Utukufu wa Mungu ndio ambao unawafunua watu au kuwadhihirisha. Maana asema pale Isaya sura 60 kwamba unawakusanya watu wamjie mtu. Ni baada ya utukufu wa Mungu ambao uko juu ya mtu. Pia unaleta kibali. Unajua ukisoma pale Isaya sura 60 mstari wa 7, tuende pale Isaya 67. Tuendelea na mstari wetu wa Isaya 67. Fika pale tumalizie. Isaya 67 tutaomba jambo moja hapo. Isaya 67 anasemaje? Sikusikia, anasemaje kwa sauti? Na kondoo waume wa Nebayothi watakutumikia. Watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Mstari wa 10,
Akamwambia mstari wa 10 pale Isaya 11, na malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Kwa watu wa Mungu, utukufu wa Mungu utafanya malango yako yawe wazi, alafu watu wakuletee utajiri wa mataifa. Amen. Amen. Nimalizie jambo moja la msingi sana. Jambo moja la msingi sana ambalo tukusaidia uelewe kwamba utukufu wa Mungu upo kwenye viwango tofauti tofauti. Nisaidie kuandika. Utukufu wa Mungu upo kwenye viwango tofauti tofauti. Kwa hiyo, yamkini kiwango hicho nacho kiwango fulani kidogo, lakini pia kama kiwango cha juu zaidi. Utukufu wa Mungu upo katika viwango tofauti tofauti. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:41. Wakorintho wa kwanza 15:41. Wakorintho wa kwanza 15:41. Utukufu wa Bwana upo katika viwango tofauti tofauti. Kwa hiyo jitahidi na utafuta kuongezeka viwango. Utukufu wa Bwana upo katika viwango tofauti tofauti. Anasemaje hapo? Wakorintho wa kwanza 15:41 anasemaje? Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Ile fahari kwa Kiingereza ni glory. Sawa? Ile fahari kwa Kiingereza ni glory. Maana tunasema kwa sasa hivi kuna utukufu mmoja wa jua, kuna utukufu wa mwezi, kuna utukufu wa nyota, tena kuna utukufu tofauti tofauti wa nyota na nyota. Maana kwamba kila mmoja wetu mahali hapa kuna aina fulani ya utukufu ambao wanao. Niangalie. Kisha pale kule duniani nasema kwamba ana kwa mganga ili akasafishe nini? Nyota. Sio? Kisha maneno kama hayo. Mtu anaenda kwa mganga asafishe nini? Nyota. Kwa hiyo wewe ambaye umeokoka una utukufu wa Mungu juu yako. Alafu wasema hivyo utukufu kwenye viwango tofauti tofauti. Yamkini sio tu wa nyota. Wewe una utukufu wa Mungu mwenyewe. Amen. Hauna utukufu tu wa jua. Unajua jua ikitokeza na mwezi ukitokeza ni tofauti kabisa. Sababu ya level za utukufu ni wapi. Kwa vile vile kwenye maisha yako unao uwezo kufika mahali ambapo umekusanya utukufu wa Mungu kiasi kwamba una utukufu ule kama wa Mungu, wala sio wa jua, wala sio wa nyota, wala sio wa mwezi, wala sio kitu kingine kile. Amen. Kwa kuna level mbalimbali za utukufu wa Mungu. Kuna level mbalimbali za utukufu wa Mungu. Jambo moja la mwisho kabisa kuzingatia ni kwamba utukufu wa Mungu hapo kwenye maisha ya mtu huwa unaleta matokeo fulani. Utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu huwa unaleta aina fulani ya matokeo. Tumesema kwamba tumezaliwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, maana yake kwamba tumezaliwa tuyalete aina fulani ya matokeo, tulete aina fulani ya hekima, aina fulani ya nguvu, aina fulani ya utajiri. Yeremia sura ya 9 mstari wa 23 tamalizia hapo. Naomba tufungue hapo tumalize hapo. Yeremia 9:23. Yeremia 9:23. Yeremia 9:23 anasemaje? Bwana asema hivi, tufikie hapo kwa pamoja. Yeremia sura ya 9 mstari wa 23. Anasemaje? Nikusikie. Sikusikii bado. Mmoja mtu alisema sauti, anasemaje? Bwana asema hivi kwa sauti kabisa, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. 24, bali ajisifue na ajisifu kwa sababu hii, ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Naomba nikusomee kwa Kiingereza ili uelewe ninachosema hapa. Thus saith the Lord,
let not the wise man glory in his wisdom. Anasema kwamba asijisifu kwa sababu ya hekima yake, maana yake kwamba asijitukuze kwa hekima yake. Wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, maana yake kwamba mwenye nguvu asijitukuze kwa sababu ya nguvu, wala tajiri asijitukuze kwa sababu ya utajiri. Popote pale ambapo kuna uwepo wa utukufu wa Mungu, haya mambo makuu matatu yataonekana. Cha kwanza, hekima ya Mungu; cha pili, nguvu za Mungu; cha tatu ni utajiri. Narudia tena, popote ambapo tutaona utukufu wa Mungu. Naposema kwamba umezaliwa kwa ajili ya kuonyesha utukufu wa Mungu, maana yake umezaliwa kwa ajili ya kuthibitisha mambo haya matatu. Jambo la kwanza, kuthibitisha hekima ya Mungu ya namna nyingi. Jambo la pili, kuthibitisha nguvu za Mungu kwa dunia yako. Jambo la mwisho, kuthibitisha utajiri wa Mungu kwa dunia yako. Baada hapo tusimame tuweze kumshukuru Mungu.